tulifanya uchaguzi mwaka huu pale mwezi wa kwanza, ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia kuliko chaguzi zote ambazo zimewahi kufanyika ndani ya nchi yetu, na huenda ikawa hata ni kwa East Africa. Mimi nilikuwa timu Mbowe, na nyie waandishi wa habari mtakuwa mnakumbuka vizuri sana. Nilikuwa ni yule timu Mbowe kufa kupona. Nilifanya wajibu wangu kama mjumbe, kwa sababu katika chaguzi zote kama ambavyo wamesema wenzangu, lazima kuwe na pande mbili. Unapokuwa kwenye uchaguzi alafu mtu mwingine anasema yuko neutral, huyo mtu sisi tunamuita ni mnafiki. Katika chaguzi zote lazima kuwe na pande mbili, lazima uchague upande. Na mimi nilitumia haki yangu ya kikatiba, nikachagua kuwa upande wa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Tumeshiriki uchaguzi, yaliyofanyika kwenye kampeni yamefanyika, wajumbe wamepiga kura zao, mshindi amepatikana. Alipatikana Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Matokeo yalikuwa magumu sana, yaliuma. Mimi nilitokea mlango wa nyuma nikaenda kulala, kwa sababu nilisema hapa nikiongea na mtu nitalia, hapa nita break internet sasa hivi. Kwa hiyo nilitokea mlango wa nyuma nikaenda kulala. Kwa sababu gani? Matokeo yalikuwa magumu. Hakuna mtu ambaye alitegemea timu yetu ingefanya nini, ingeshindwa. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba matokeo ya kuuma, yaliuma. Hata mimi yaliniuma. Lakini ukiwa mwanasiasa, unapokutana na jambo linalokuumiza lakini ni la haki, unafanya nini? Limekuumiza kweli, lakini ndio iliyo haki. Unafanya nini kama mwanasiasa? Unaumiza upande ulioshinda kwa haki? Unashirikiana na upande ulioshinda kwa haki? Ama unahususia upande ulioshinda kwa haki? Kama unaumiza upande ulioshinda kwa haki, unakuwa na tofauti gani na CCM? Kwa sababu haya mambo tumezoea kuyaona kwa CCM. Mahali ambako upinzani unashinda kwa haki, tunaona maumivu ya kila namna. Mahali ambako tunashiriki uchaguzi, tunashinda kwa haki, tunaona mabomu, tunaona risasi, tunaona kuumizwa. Sasa kama mwanachadema ambaye unakuwa umeshiriki uchaguzi wa demokrasia, wa wazi, transparent, vyombo vya habari vyote vilialikwa, vilikuwa vinaweka kamera zao kwenye sanduku la kura. Kura hazikuhesabiwa nyuma ya pazia, kura hazikuhesabiwa kwenye chumba, kura zilikuwa ziko katikati ya uwanja, na kamera yoyote yenye uwezo wa kurusha live iliruhusiwa. Waliokuwa nyumbani walizihesabu kura wakiwa nyumbani, waliokuwa ukumbini walizihesabu kura wakiwa ukumbini. Matokeo yakatoka. Mimi nilipata matokeo kabla hata hayajatangazwa, kwa sababu nilikuwa nahesabu mwenyewe. Kura inapowekwa na hesabu, akipewa Boni na hesabu, akipewa Lema na hesabu. Mwisho wa siku nikajua hapa tayari tumeshapigwa. Nikatafuta chocho nikatoka. Sasa baada ya kutoka, nini kilifuata? Kilichofuata ilikuwa ni kutafuta namna ya kuganga moyo, ni kutafuta namna ya kutibu majeraha ya uchaguzi, na kuiangalia mama Tanzania iliyoko mbele yetu. Ni kutafuta namna ya kupona na kuiangalia mama Chadema iliyoko mbele yetu. Kuna wimbo unasema Chadema ni mtoto mdogo. Sisi ndo tunayemlea Chadema. Tunapokuwa tumetoka kwenye uchaguzi, hatutaki kupona, tunataka Chadema iweje? Tunatoka kwenye uchaguzi, hatutaki kukubali kwamba wajumbe wamekataa. Wajumbe wamesema hapana, this time ni Lissu, this time ni Heche. Tunataka mtoto Chadema aishije? Afe. Afe kwa sababu wajumbe wamekukataa? Afe kwa sababu wajumbe wamemkataa mgombea niliyekuwa mimi na muunga mkono? Kama sisi watu 480 tuliokuwa tunamuunga mkono Mbowe tunasema mama Chadema afe, je, hawa 500? Kwa nini tunakuwa binafsi? Kinachoendelea sasa hivi ni ubinafsi.
Kuna watu waliamini wao wanapaswa kuwa viongozi wa Chadema miaka yote. Kuna watu walijimilikisha hiki. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu waliamini wao wataendelea kuwa manaibu makatibu. Waliamini wao wataendelea kuwa wajumbe wa secretariat. Waliamini wao ndio wanaopaswa kuandaliwa viti, kupigiwa saluti na kila namna ya heshima, lakini hawataki kuheshimu wenzao. Huu ni ubinafsi. Ni ubinafsi wa hali ya juu. Wanasema kwamba wanabaguliwa. Wenzangu wameongelea swala la kubaguliwa. Mimi nimezunguka kwenye ziara ya no reform no election kanda mbili. Nimeenda kanda ya Nyasa, nimeenda kanda ya Kusini. Na wengine walikuwa wanahoji ninaenda kama nani. Ngoja leo niwajibu. Ilipotangazwa ziara, mimi niliomba. Kwa sababu mimi ni mwana Chadema. Mimi ninaipenda Chadema. Niko Chadema kwa sababu ninataka kupambania haki ya Watanzania. Niliomba. Na niliomba kushiriki ziara bila malipo. Bila kugharamiwa chochote na chama. Nilichoomba mimi, neza chuki, alafu anaanza kusema nimechukiwa. Hawa watu wanachonga vinyago, alafu vinaanza kuwatisha wenyewe. Mimi nimekuwa timboe wakati wa kampeni, sijawahi kutukanwa matusi kama niliotukanwa baada ya kuamua kufanya kazi na chama. Nimetukanwa mpaka matusi mapya. Yaani unatukanwa tusi mpaka unaenda kuligugo. Watu wanatukana. Unaweza nimekosea nini? Umeenda kwenye kujenga chama. Kwani sisi ni nani? Sisi ni Chadema. Hapa mtu hatari sana akamuuliza, nyie mbona mlipitisha hii no reform no election lakini mlishiriki uchaguzi wa 2024 na mkafanyiwa uhuni? Anasema walipoona wao hawana mikakati waliamua kufanya nini? Kushiriki hivyo hivyo. Hebu fikirieni huyu mtu ni muflisi wa fikra kiasi gani? Yaani yeye amekuwa kwenye hiki chama miaka 20. Ametupeleka kwenye chaguzi, kwenye hiki chama chaguzi zaidi ya tarapigwa, tunanyang'anywa. Watanzania wanamwambia usijali baba, tuko pamoja, tunaanza urapigwa, tunanyang'anywa. Watanzania wanamwambia usijali baba, tuko pamoja, tunaanza upya. Anatupeleka kwenye uchaguzi, CCM wanatunyang'anya. Anamwambia sasa hivi tutakuwa na mkakati mpya. Tukifika kwenye uchaguzi hana mkakati. Anatupeleka tena kwenye uchaguzi ule ule. Chaguzi 3 tunatupeleka tena kwenye uchaguzi ule ule. Chaguzi 3 tunapigwa, tunanyapigwa, tunanyang'anywa. Hata tukishinda hatutangazwi chini ya uongozi wake. Leo anasema tutumie mbinu zile zile za kwake. Viongozi wanamwambia hizo tumezitumia sana, hazijaleta majibu, tutumie hii mpya. Miezi 3 anashindwa kuwapa imani viongozi. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Ubinafsi wa ajabu. Ubinafsi wa ajabu kabisa. Katika kipindi hichi Chadema inaungwa mkono na taasisi mbalimbali. Ndani ya miezi 3 tunaungwa mkono na taasisi za kidini, tunaungwa mkono na mashirika yake za binadamu. Tumeona mpaka Amnesty wamekuja hapa. Bunge la Ulaya
linajadili masuala ya haki za binadamu ya Tanzania. Bunge la Ulaya linatuunga mkono, lakini mtu tuliyekuwa naye hapa, tunayeteseka naye, yeye anaona hata pamoja na hayo haiwezekani. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Wakati tuko katika mambo haya, Padri Kitima anavamiwa, anapigwa, yuko katika hali mbaya hospitali. Tukiwa tunaongelea mambo haya, Mdude hatujui yuko wapi, amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni polisi. Alafu mtu ambaye tumemwamini miaka yote, mimi tangu nikiwa binti, mimi sijawahi kuwa chama kingine, leo anatuambia twendeni hivyo hivyo tukauawe tena. Hawa watu kama sio walikuwa wanatuuza, maana yake ni nini? Ni duka limefungwa. Hapa palikuwa pana biashara ya watu, imefungwa. Biashara imefungwa bwana. Haiwezekani. Ulikuwa ndo wakati wa kukaa pembeni, uanze kuwapa mbinu walioko kwenye kiti, uambia njia hiyo tulifeli, lakini ukipita hivi tunatoboa. Hiyo tulijaribugi lakini ikashindikana, tufanyeni hii. Lakini yeye anaona ni wakati wa kwenda Chauma. Hiyo Chauma hakuiona miaka 20 iliyopita. Hiyo Chauma imeanzishwa jana. Ina wanachama wapya kutoka mbinguni. Sasa kama ubunge unatolewa na wananchi, chama chenye wapiga kura wengi ni kipi? Yaani kuna muujiza gani ambao utaitoa Chauma kwenye namba iliyokuwa inashika huko wakati wa chaguzi, leo ipige vyama vingine vyote, ipige Chadema yenyewe kae namba 2, ikitoka CCM yenyewe kae namba 2? Kuna muujiza gani? Ni watu waliozoea mapatano, waliozoea mapendano, kama anavyosema Mheshimiwa Lissu, hawawezi kuyaacha. Sasa hivi wanafanya mapendano na CCM. Na wananchi wa sasa hivi sio wajinga. Teknolojia inatusaidia. Wanapoongea leo, tunapata dakika hiyo hiyo walichokiongea mwaka jana. Tunawaona jinsi ambavyo ni watu wenye ndimi mbili. Kigaira alisimama Arusha akasema kama hakuna reforms, hakuna uchaguzi. Leo anabadilisha, anasema nilisema kama hakuna reform tutaenda hivyo hivyo kwenye uchaguzi. Unapokuwa mtu mzima tunategemea uwe na hekima. Tunategemea tujifunze hekima kwa watu wazima, lakini kumbe hata wahuni bwana wanazeeka. Umeona? Hata wahuni wanazeeka. Watu wanasema hawapendwi. Mambo ya ajabu sana bwana. Mtu anasema eti yuko kwenye chama cha upinzani ambacho kirungu ni dakika yoyote, kutekwa ni dakika yoyote, polisi wanaweza wakaja muda wowote kwenye biashara yako, unaweza TRA wakakubambikia kodi muda wowote, eti mtu anahubiri kupendwa. Upendwe na nani rafiki yangu? Uko Chadema. Nani akupende? Nani akupende? Polisi. Akupende CCM. Unapitaka upendwe na nani? Hao viongozi waliotoka madarakani walikuwa wanawapendaje? Mbona mjatuadisia kwamba wakati wa uongozi ule mlikuwa mnapewa mahaba ya namna gani? Mlikuwa mnapewa nini? Mnalipiwa kodi? Mlikuwa mnapewa hela za kula? Mlikuwa mnapewa nini ambacho katika uongozi huu hamkipewi? Ambacho wewe uwezi kualikwa kwenye vikao kama kwa nafasi yako wewe ni katibu ama ni mjumbe, vikao vimeitishwa na sasa wewe hujafanya nini? Hujaalikwa. Kwa hiyo unaona kwamba hupendwi, hawanipendi. Au watu walikuwa wanaendaga kwenye vikao vya mbuzi choma na bia na sasa wanaenda hawakuiti tena. Hawajatueleza watu hayo mapendo. Huko kupendwa ni kwa namna gani, ambapo uongozi uliopita ulikuwa unawapenda sana. Na bahati mbaya wanaolalamikia hivi ni wa mama wenzangu. Jamani, hizi siasa zinahitaji roho ngumu. Kama upo Chadema kwa ajili ya kusubiri upendwe, utachelewa sana. Hapa kila mtu anawaza no reform, no election. Ni namna gani wananchi wataielewa no reform, no election? Ni namna gani wananchi wataiunga mkono no reform, no election? Na mpaka tunapata sheria za uchaguzi na kanuni za uchaguzi, tunaingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki. Hakuna mapendano. Hakuna vikao vya bia na nyama choma za bure huku. Kama mtu unaona huwezi kwenda na hii speed, Mheshimiwa Lissu alisema
Anayetaka atabaki, asiyetaka njia nyeupe. Hakuna atakayeshikiwa nini? Bastola. Mheshimiwa Heche akasema Chadema sio gereza, wala huku hakuna mishahara ya watu kupewa hela tu ovyo ovyo ili wawe Chadema. Ukiona Chadema sio ile unaoitaka wewe, njia ni nyeupe. Lakini mnapoondoka msitunge uongo, nendeni kimya kimya, tutawaheshimu. Kajengeni vyama mnavyoviona vitawapa hayo mapendano, hivyo vyama vitakavyowapa ubunge wa kutoka hewani, hivyo vyama ambavyo itabidi viue wengine ili hizo damu zao zihalalishe wewe kuwa mbunge. Nenda. Sisi tumesema hatutapeleka watu kwenye uwanja wa vita ili ndugu zetu wakapigwe risasi, ili watu wakakatwe mikono, ili mimi niwe mbunge, ili fulani ashinde. Hatutapeleka. Kila tunapofanya uchaguzi lazima tukazike. Juzi 2024 uchaguzi wa serikali za mitaa, nyinyi waandishi wa habari mmeripoti vifo vingapi? Huo ni uchaguzi wa serikali za mitaa tu. Kila tunapoingia kwenye uchaguzi lazima tuzike. Yaani ili wewe uwe mwenyekiti wa serikali za mitaa lazima uzike. Ili uwe mbunge lazima uache kuna wengine vilema, uache wengine wajane. Uchaguzi wa namna gani huo? Sisi tunataka uchaguzi huru na haki. Kanuni za uchaguzi zimetengenezwa kwa ajili ya kuwafeva CCM. Yaani CCM kila anapoingia kwenye uchaguzi akiona hii kanuni hii ilikuwa inasaidia Chadema ipate kura, anaenda kuiminya. Tulikuwa tukiingia kwenye uchaguzi kanuni ni mbovu, mapolisi wanaweka kura kwenye maboksi ya kura, mawakala wetu hawana cha kufanya, wanachukua nini? Video. Wanachukua video, wanatutumia, tunawapa waandishi wa habari kwamba jamani onyesheni dunia hiki kinachoendelea. Wameona hilo ni baya, wameamua kusema hakuna kuingia na simu. Fikiria ni uchaguzi wa namna gani huu? Hata kuonyesha dunia jamani, oneni. Huyu ni polisi amevaa uniform, ana kibegi, anadumbukiza kura kwenye box. Kusema tu dunia ona. Hawataki, wameitungia kanuni. Hakuna kuingia na simu. Huo uchaguzi unaenda kutoboaje? Huo uchaguzi unautoboa kwa muujiza gani? Ama ndio tunabidi tukakae mezani na CCM tuambie basi tuacheni yale matano. Tuanze kukubaliana. Sisi tumekataa. Viongozi wetu wamekataa, tena wamekataa kwa vitendo. Na huyo anayesema Chadema inakufa, mimi namwambia aende akaangalie mkutano wa jana Mwanza. Akauangalie tena. Akafuatilie ziara inayoendelea sasa hivi 100 kanda ya Serengeti. Alafu aje tena aseme Chadema inakufa. Chadema itakufa kwa viongozi 10 kuondoka, viongozi 20. Mimi nawaambia hawa watarudi kabla jua halijakuchwa. Hawa watarudi kwa sababu wenye mradi wao ndio wanaojua faida huo mradi. Hawa wenzangu na mimi wanaobebwa watarudi, na sisi tuko tayari. Watakapoona huko mambo sio, tutawapokea kama mwana mpotevu alivyorudi kwa babaye. Wakati tukiendelea na hii press hapa, nimeona habari inayosema Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Bara Mheshimiwa Golugwa amekamatwa akiwa uwanja wa Taifa. Amekamatwa. Hata hao polisi waliomkamata hawakutoa taarifa muda wote huo kwamba wamemshikilia Mheshimiwa Golugwa. Tumeanza kuja kuzipata taarifa saa hizi mchana huu. Na inasemekana amepigwa vibaya mno. Wanaotoa taarifa wanasema alikamatwa pale na amepigwa vibaya mno. Mheshimiwa Golugwa alikuwa akielekea Ubelgiji kushiriki mkutano wa IDU, International Democracy Union. Yaani bunge la Ulaya limetoka kujadili juzi. Sasa sijui wamejua Golugwa anaenda kuwasemelea tena, wamemzuia. Tumemsikia Mheshimiwa Rais kwa mdomo wake anawauliza wanahabari wanapata faida gani nchi ikisemwa vibaya. Mama Samia na kuita mara 3.
Kunaona vibaya gani wewe watu wakiumizwa wa kuteswa, badala ya kuzuia watu wasiumizwe na kuteswa, wewe unazuia watu wengine wasijue kama watu wanaumizwa na kuteswa? Wewe ni mama namna gani? Unataka kumpigia mtu chumbani katika kuta ambazo watu wengine hawaoni ukiwa unamuumiza mtu. Dunia imeona. Wanahabari kazi yao ni kuonyesha dunia mambo yanavyoendelea, sio kutoa mawazo yao, wala sio kuremba wala kuficha vingine. Mwanahabari kamera yake inatakiwa ichukue tukio kama lilivyo. Atakayeamua ni haki ama si haki ni mwananchi anayetazama. Leo unawahoji eti wanapowatumia BBC, Al Jazeera wanapata faida gani? Ngoja nikwambie faida tunazozipata. Faida ya kwanza tunayoipata kwa wanahabari kufanya kazi zao kwa weledi ni kuliokoa taifa. Tunaliokoa taifa lisizame katika mkono wa damu. Tunaliokoa taifa lisiwe na mabwanyenye ambao wanadhani sheria ni kwa ajili ya watu wengine na wao haziwahusu. Tunaliokoa taifa kutoka kwenye umwagaji damu. Hawa watu wanaopigwa na polisi kila siku, wanachukuliwa na watu wanajitambulisha ni polisi, lakini dakika mbili polisi wanasema sio sisi. Tumepigwa pale Kisutu, nimevuliwa nguo pale Kisutu. Eti wale umati wa wanawake wote ulionivua nguo na kunichukua, Mulilo anasema wale hawakuwa polisi. Sasa walikuwa ni nani? Wanahabari wanapotoa uthibitisho kwamba huyu dada alikuwa katikati ya kundi la polisi, maana yake anasaidia taifa lisizame. Kama ulikuwa ujui mama, wanahabari wanapofanya kazi kwa weledi wao, wanalisaidia taifa kusimama katika misingi yake ya haki. Tukiwa na taifa la watu wanaozani wanaweza kumuumiza mtu yoyote wakati wowote, tutabadilika, tutakuwa kama Haiti. Tutakuwa kila mtu tutaonyesha dunia, oneni Tanzania kinachoendelea. Kwa hiyo kwa kumalizia, mimi kama Elizabeth ninawasihi sana wa Tanzania na hasa wanawake. Sisi tuna kauli mbiu yetu inayosema mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke akiamua kusimama still, hakuna mtu anaweza kumyumbisha. Walisimama kina Bibi Titi, walisimama wakaitetea nchi. Na sisi wanawake wote wa Chadema na wasiokuwa Chadema tusimame tuhesabiwe. Wewe mwanamke wa CCM utakiwi kufurahia kumuona mtoto wa Chadema anaumizwa. Sisi wote ni kina mama, tumeingia leba, tunaujua uchungu wa kumleta kiumbe mpya duniani. Hatutakiwi kufurahia mtoto wa mwingine akipotea, hata kaburi lake hatulioni. Hatutakiwi kufurahia. Tunatakiwa kusimama kwa umoja wetu kusema hapana, mauaji sio tabia yetu wala si hulka yetu. Na hao wanaohama tunawaambia hivi, wanapohama wahame kwa adabu. Njia unayopita kwenda usioteshe miba, unaweza ukaitumia kurudi. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Eliza, asante sana Mheshimiwa Nice Gisunte. Ndugu wanahabari, sisi tumemaliza tulikuwa tunataka tuyaseme, na tunaomba sana mzingatie content yetu ya leo. Tulikuwa tuna address umma kuhusiana na agenda ya wenzetu kujiita Timboe na kusema wananyanyaswa, hawapendwi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaomba hilo liwe addressed vizuri, kwa sababu ndio ujumbe ambao tunatamani sana uwafikie watu. Wajue kabisa hawa wanaohama wana jambo lao, kama Mheshimiwa Nice alivyosema, huo ni mradi, na as days goes wakitaka tuseme tutasema zaidi. Basi mimi niwashukuru, asanteni kwa kutusikiliza. Tunaomba sasa tukaribishe maswali kama yapo. Yale ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wetu na yanatuhusu tutayajibu. Yale ambayo yatakuwa hayatuhusu tutawasaidia kuyachukua, tupeleke kwa wahusika, na tutakapopata majawabu basi wakati mwingine tutawapa hayo majibu. Lakini kwa hatua ya sasa ninaomba nikaribishe maswali. Asante, karibu. Naitwa Jackson kutoka Jambo TV. Mheshimiwa Gisunte katika maelezo yake ametaja kuhusiana na swala mradi kwamba hao waliotoka viongozi hao kuna mradi
unataja ni mradi gani? Kwa sababu ukiangalia kama ambavyo wameeleza wale wananchi wa chini ambao hawajui huo mradi, kutibu majeraha. Kumbuka hotuba hata ya mwenyekiti aliyekuwa anamaliza muda wake akasema kazi ya kwanza ni kutibu majeraha. Kwa anamaliza muda wake akasema kazi ya kwanza ni kutibu majeraha miongoni mwa wanachama. Swali hilo la kwanza. La pili, kwa kiasi gani migongano na migogoro ya hapa ya kujibizana hapa na pale kuelekea uchaguzi mkuu inadhoofisha upinzani hapa nchini? Asante Gervas. Karibu mwingine mwenye swali. Karibu. Naam, naitwa Yusuf, natokea Barigiji. Kwenye maelezo yenu nyote naona mmejibu hoja nyingi sana na maswali mengi ambayo yalikuwa yanaulizwa na hawa wanaoitwa G55. Lakini nadhani kuna hoja moja ambayo nao wanaisema sana. Wanasema kwamba huu mpango wa no reform no election hautekelezeki, na kwa sababu hiyo wao ndio wameamua kujitoa. Sasa hoja hii mnaijibu vipi, kwamba nyinyi mtazuia vipi uchaguzi kama wao wanavyodai kwamba hakuna mkakati wa kuzuia uchaguzi? Mnasema tu lakini hakuna mkakati wowote. Sasa unaweza kujibu ni njia gani mtaitumia kuzuia uchaguzi? Sawa, asante. Nashukuru Joseph kutoka Habari Leo. Nani mwingine ana swali? Karibu. Naitwa Gilbert kutoka Giliboni. Gilbert, unatokea wapi? Giliboni. Mmesema mna ushahidi. Sasa tunajiuliza ni kitu gani kinawafanya msiutoe ushahidi kwa wakati huu kama upo? Ushahidi wa nini? Wa huo mradi? Wa huo mradi. Okay. Chombo kingine cha habari chenye swali? Tumemaliza. Kwa hiyo tuna maswali manne. Tuna swali kutoka kwa Jackson kutoka Jambo TV, tuna swali kutoka kwa Gervas kutoka TBC, tuna swali kutoka kwa Joseph kutoka Habari Digital, na tuna swali kutoka kwa Gilbert. Sasa nafikiri hili swali la kwanza kutoka kwa Jackson limekuwa directed kwa Mheshimiwa Nice Gisunte, atalijibu yeye moja kwa moja. Na swali la mwisho la Gilbert nalo limemdirect Mheshimiwa Gisunte. Nafikiri Mheshimiwa Nice ume take note. Kwa hiyo ninaomba nikukaribishe Mheshimiwa Nice ujibu hayo maswali. Lakini maswali mengine mawili nitayajibu mimi, na kama kuna mwenzangu mwingine atakuwa na jambo la kuongezea basi tutafanya hiyo addition. Mheshimiwa Nice, karibu. Asante, naomba nijibu swali la Jackson wa Jambo ambaye anasema sijataja mradi. Alikuwa anatamani kujua ni mradi gani. Nimesema mradi unaofanyika ni mradi wa kuhakikisha unadhoofisha Chadema. Ndio mradi unaoendelea. Wamelipwa, wamepewa rasilimali zote ili wapambane kuigawa Chadema. Huo ndio mradi uliopo. Kwa hata wanachama wetu waweze kuelewa ya kwamba mfumo umeamua kutumia wenzetu ili kutugawa, ili kutuhafifisha, ili kuturudisha nyuma katika harakati zetu na mapambano yetu ya kuhakikisha tunaitoa sehemu madarakani. Huo ndio mradi walionao ndugu zetu ambao wametoka kwenye chama. Na Gilbert wa Gilboni amesema kwa nini tusitoe ushahidi kwa hatua ya sasa. Tumetoka kwa mara ya kwanza. Wenyewe wamezungumza muda mrefu sana. Sisi tumetoka kwa mara ya kwanza kuwaonya wasiendelee kuchafua chama chetu, kwa sababu tuna risiti, tuna ushahidi. Wakiendelea ndio tutaweka hadharani mambo yao yote. Tumetoka kuwaonya, kama wanataka kuondoka waondoke kimya kimya, kama walivyojiunga Chadema kimya kimya. Wakati wanajiunga Chadema wakufanya place, wakati wanaondoka watuachie chama chetu wakatafuta maslahi yao ya ubunge kimya kimya. Wakiendelea kutuchafua tutarudi bila hekima. Asante.
Asanteni. Sasa mimi naomba nijibu swali la Gervas kutoka TBC aliyeuliza hoja ya kutibu majeraha chama kimechukua hatua gani. Lakini swali lake la pili akasema migogoro au mivutano hatuoni kama inadhoofisha upinzani. Sasa nianze na hili la kwanza, Mheshimiwa Gervas. Kwanza tunatakiwa kutambua uchaguzi wote lazima uwe na maumivu. Ukizingatia katika historia ya Chadema, uchaguzi pekee uliokuwa mgumu na ulionyooka haujawahi kutokea kama uchaguzi huu wa 2025. Nyakati zingine zote Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa anagombea, lakini nataka kuthibitisha watu waliokuwa wanagombea nao walikuwa hawana nguvu. Kwa nini? Mtakuwa mashahidi, mmeona kura alizopata Lissu na alizopata Mbowe. Mbowe amegombea na mtu ambaye aidha walikuwa wanakaribiana nguvu au wanalingana nguvu. Sisi tunaelewana? Kwanza hiyo lazima tuiweke. Kwa uchaguzi huu obviously ilikuwa lazima tu uwe ni uchaguzi wa kipekee na wa kitofauti. Sasa wakati chama kimemaliza uchaguzi, chama kilienda kufanya retreat Bagamoyo. Hatua ya kwanza ambayo Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe alishauri tulivyokuwa tunamaliza uchaguzi, alisema iundwe tume ya upatanishi na amani. Of which ni kitu kizuri kweli. Lakini lazima watu wapewe time kidogo ya kupona. Nyinyi mnajua utaratibu wa kuponya majeraha. Hivi sasa hivi mimi nimetoka kupigana na wewe unanifuata. Inawezekana? Mimi nitakujibu nini? Lakini hatua ya kwanza iliyoanza ni hiyo ya wao kuitwa kwenye kamati kuu, kwenye litiriti waliitwa. Tuanzie hapo kwanza kuzungumza, kwa sababu kabla hatujazungumza na wafuasi wa Mbowe wanaoitwa wafuasi wa Mbowe sasa au watu waliomsupport Mbowe, lazima tuzungumze na nyinyi ambao mlikuwa mbele kwenye campaign, tuzungumze na wewe mgombea, tukae tuelewane. Tukitoka hapo tukiunda hiyo tume itatusaidia kufanya vizuri, kwa sababu nyinyi mtakuwa mna amani, sisi tunaotaka mpone tutakuwa tuna amani. Kwa tutafanya kitu kizuri sana. Hayo majeraha yatapona kwa haraka, lakini hawakuja. Lakini pia naombeni tujiulize, tubebe wajibu wa msingi kabisa. Nimewapa mfano, sisi viongozi wa kanda ya Pwani Bawacha, mimi na mwenyekiti wangu ambaye leo hapa hayupo anaitwa Rose Moshi, ndo tulikuwa waratibu wa kampeni za Mbowe upande wa wanawake. Tumemsindikiza mwenyekiti kurudisha fomu. Tumechanga michango iliyoratibiwa na Mheshimiwa Nice Gisunte kama mweka hazina. Tumechangia sisi fomu ya mwenyekiti. Sio kama tunaelewana? Sasa tunataka tuelewe, sisi wenyewe tulijiona ni waathirika kwa sababu tumetoka kwenye uchaguzi ambao tumeshindwa. Tuliomba appointment na mwenyekiti aliyeshinda Tundu Antipas Lissu. Tuliomba appointment na tukakubaliwa. Nimewaambia hapa tarehe 30 tulienda, tukaonana naye, tukazungumza, tukamwambia mwenyekiti, ni kweli hatukukuunga mkono lakini umeshinda, tusonge mbele. Na kuanzia hapo tulianza kutoa ushirikiano sisi. Sio kupewa ushirikiano. Sisi kwanza tulianza kutoa ushirikiano. Tukamsindikiza Mheshimiwa Lissu nyumbani kwake, alikuwa anapokelewa, kupongezwa na watu wa Singida. Tukaenda na kwa Heche Tarime. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza tulionyesha kwamba tunaitaka amani, kwamba haya yamekwisha. Kwa nafikiri Mheshimiwa Gervas swali lako nimelijibu. Lakini tukubaliane, ni kweli tunatofautiana kwenye kupona, lakini kupona ni hiari. Nataka hili liwe bolded. Kupona ni hiari. Hasa katika mapambano tuliyokuwa nayo, unapigwa na CCM, unapigwa na askari, unapigwa na watu wasiojulikana, unapigwa na watu wa ndani kwako. Utakuwa sawa wewe? Kwa hiyo sisi tulichukua jitihada binafsi kwanza kabla ya kusubiri chama kije tukituponye majeraha. Mimi nawapa mfano halisi, mimi ni mhanga. Nilikuwa namuunga mkono Mbowe na sisi ndo tuliomba appointment kwa Mheshimiwa Lissu. Sio Lissu alituita. Sisi tuliomba kuonana naye na alitukubalia. Na tukazungumza vizuri, tukatoka hapo mpaka leo tunachapa kazi, tunaendelea na majukumu yetu ya kila siku. Hakuna mahali tunaona kama kuna kitu kimetokea. Lakini naomba mlinoti hilo la kupona ni hiari. Ukiamua kutokupona utapona. Ukiamua kupona utapona. Kwa hiyo swala la kuponya majeraha lilitakiwa kuanzia hapo kwenye retreat, lakini hawakuja. Kwa hiyo iko tu namna hiyo, lakini naomba tu mkae mkijua mwenyekiti wa chama hichi ambaye ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu sio anatamani, ni dhamira yake njema ya dhati kuona tuko wamoja. Kwa hiyo ninaamini kadiri siku zinavyoendelea tutaendelea kushauriana na tutaendelea kuwasii wale ndugu zetu ambao walikuwa team Freeman
waione Chadema na sio Mbowe na sio Lissu na sio mtu mwingine yoyote. Waone hilo jukumu ambalo hiki chama kimeaminiwa kwa ajili ya kusaidia Watanzania. Jambo lingine ni kuhusu migogoro na mivutano inadhoofishaje upinzani. Mheshimiwa Gervas, najua unajua, maana naona unatokea TBC hapa. Wewe utakuwa ni mtaalamu tu wa mambo. Kwa uzoefu wako mdogo wa kufuatilia hivi vyama vya siasa, unaweza ukafanya tathmini ndogo na ukakubaliana na mimi kwamba anayeua upinzani wa kwanza ni serikali, na vyama ambavyo vinapewa vazi la upinzani kumbe ni vyama vinavyofanya kazi ya sisi. Sasa hii migogoro na mivutano hasa kwenye nyakati za uchaguzi lazima zitokee. Lazima hii migogoro itokee. Kwa sababu gani? Kuna vyama viko kwenye kazi maalum. Kuna watu humo kwenye upinzani wana majukumu mahususi. Unaweza kudhani ni wenzako, kumbe wao wako kazini. Wanasema kazini kwetu kuna kazi. Of course, wako watu tunajuana nao, na huu mfano ndo hawa G55, wajumbe wa secretariat ya zamani, wako kazini. Yani haiwezekani unaondoka Chadema leo, Chadema uliyoijenga miaka 20, eti kisa hujapata mapendano kutoka kwa mwenyekiti Lissu.